sura ya kwanza na mstari wa kwanza, sura ya 3 na mstari wa kwanza. Ndio. Hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana. Furahini katika Bwana. Kuandikieni mambo yale. Ndio. Hakuniudhi mimi. Ndio. Bali kutawafaa ninyi. Jihadharini na mbwa. Jihadharini na watendao mabaya. Jihadharini na wajikatao. Maana sisi tu hodari tumwabuduo Mungu kwa roho. Na kuona fahari juu ya Yesu Kristo. Wala hatutumainii mwili. Walakini mimi ningeweza kutumaini mwili. Ndio. Samani. Ndio. Walakini mimi ningeweza kutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili. Sikia, mtu yoyote akiona anayo sababu ya kutumainia mwili. Mimi ni zaidi. Yeye ni zaidi. Na itainiwa siku ya 8. Na itainua siku ya ngapi? Ya 8. Ni mtu wa taifa la Israeli. Ni wa kabila ya Benyamini. Mwebrania wa Waebrania kwa habari ya kuishika Torati. Ni Farisayo. Kwa habari ya juhudi mwenye kuliuzi kanisa. Ndio. Kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria. Ndio. Si kwa hatia. Ndio. Sikuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida. Nilihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo. Na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi. Kwa ajili ya hayo, na alihesabu hasara kwa ajili ya uzuri wa Kristo. Wa Kristo Yesu. Ndio. Narudia. Ndio. Naam, zaidi ya hayo. Na hesabu mambo yote kuwa hasara. Zaidi ya mambo hayo, na alihesabu kwa nini? Kuwa hasara. Kwa ajili ya uzuri usio na kiasi. Wa kumjua Kristo Yesu. Shia hapo. Yesu asifiwe. Dunia haina cha maana. Dunia haina cha thamani. Ndio maana nikasema kwamba mimi nimekusudia kuwepo mahali sana pa ibada, kwa sababu dunia haina cha thamani. Ndio maana Paulo anajaribu kuzungumza. Anasema katika miongoni walioishika Torati, mimi niliishika Torati. Anajaribu kueleza kwamba hakuna kiumbe aliyeweza kushika sheria kama yeye. Kwa habari ya kuliuzi kanisa, yeye hadaiwi na chochote. Yesu asifiwe. Maana yake alifanya habari za dunia kwa 100%. Lakini katika kuyafanya yote hayo hakuona faida yoyote katika kuyatenda. Aliona yote ni hasara, akaamua kuachana nao. Yesu asifiwe. Akaona bora kuachana nao. Akasema kwa ajili ya uzuri wa Kristo, kwa ajili ya tumaini la Yesu Kristo, yote nalihesabu kuwa mavi ili nimpate Kristo. Haya ni maisha ambayo tunatakiwa kujua kwamba tunapokuwa tunadhani kipo cha thamani tunachokuwa tunakifanya, hakuna cha thamani katika dunia. Yaani hakuna cha thamani. Ndio maana Paulo anasema, kwani Paulo alipungukiwa nini? Katika yote aliyokuwa akiyafanya, alikuwa analipwa shilingi ngapi? Maana yake alikuwa analipwa hela nyingi. Alikuwa anapata faida. Ni mtu aliyekuwa ameajiriwa, na ukijaribu kuangalia katika wasomi, Paulo alikuwa ni msomi. Yaani msomi tu mashuhuri mzuri.
anafanya anayoyafanya, wala habahatishi, anafanya kwa uaminifu wote, kwa sababu anajua kwamba sitaki kumuuzi aliyeniajiri katika eneo hili. Kwa hiyo anafanya kwa uaminifu, na akaaminiwa na akawa anatenda kwa uaminifu. Hakuona faida ya mshahara, hakuona faida ya fedha, hakuona faida ya fahari ya dunia. Akasema kwa ajili ya uzuri wa Kristo na alihesabu kuwa kama nini? Kama mavi. Jina la Bwana barikiwe. Dunia ilipofikia, tuna marafiki ndio, tuna ndugu na jamaa, lakini jua ndugu, jamaa, marafiki wana uwezo wa kukutoa kwenye kusudi lile ambalo unatakiwa kuendea. Yaani kukutoa kwenye kusudi la imani ni jambo jepesi sana endapo utawapa nafasi kubwa. Mimi sikwambii kwamba ndugu, jamaa haitaki kuwa nao, inatakiwa uwe nao, lakini jua ni rahisi sana kukupoteza kwenye imani. Na maana asilimia nyingi, kwa asilimia kubwa, waumini wengi au washirika wengi, kwa nini hawana uzito wote? Wewe jiulize tu. Si wanasali kama wewe unavyosali? Si wanaabudu kama unavyoabudu? Si wana siku na leo wako ibadani, lakini hawana uzito wote kwenye jamii. Hata wakiwa na fedha, wakiwa na vitu, lakini hawana thamani yoyote. Thamani ya mtu, hata jana nilikuwa naongea, thamani ya mtu haimo katika wingi wa vitu alivyo nayo. Yaani thamani ya mtu haimo katika mali alizo nazo. Thamani ya mtu imo katika yale anayoyafanya. Unafanya mambo ya aina gani? Yanatija kwa kiwango gani? Yana thamani kwenye mioyo ya watu kwa kiwango gani? Hayo ndio ambayo tunayoyatafuta. Hayo ndio tunayotafuta. Tunakaa mahali pa ibada tukitafuta uthamani zaidi ya thamani ya vitu vya dunia. Kama kungelikuwa kuna uwezo wa kuona faida katika dunia, kulikuwa hakuna haja ya kukutanika mahali pa ibada kila siku. Kulikuwa hakuna haja ya kufanya ibada kila siku, kwa sababu uwezo wa kula unao. Ndio maana nikasema Mungu, hata jana nijaribu kuambia kwamba Mungu unayemzania Mungu sio mchezesha kamari. Asilimia nyingi watu wengi wameenda kwa Mungu wakizani Mungu ni mchezesha kamari. Yaani waombe Mungu awape vitu ili waende wakaoneshe fahari ya dunia, wakati Mungu sio aina hiyo. Ndio maana akasema Yesu kwamba itakusaidia nini upate ulimwengu wote, upate hasara ya nafsi yako? Maana yake hakuna faida kwenye mambo ya ulimwengu. Yaani mambo ya dunia hayana faida yoyote. Kwa hiyo tunatafuta ambalo, tuko mahali pa ibada kutafuta lile ambalo lina thamani kubwa zaidi ya thamani ya vitu vya dunia hii. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mimi nikusii, kwa maana ibada, endelea na ibada kwa hali yoyote, kwa ugumu wote, kwa changamoto yoyote. Ona ibada ndio msaada wako, kwa sababu fedha hazina majibu, familia haina majibu, ndugu hawana majibu, ukoo hauna majibu, marafiki hawana majibu ya maisha yako. Maisha yako pekee ni pale utakapoanza kutenda sawasawa. Utawaaminisha katika kutenda, katika kufanya, na jawabu kubwa watasema hakika mtu yule ni mtu wa Mungu, kwa sababu thamani yako inaongezeka. Haiongezeki kwa sababu na utajiri. Jina Bwana libarikiwe. Haiongezeki kwa sababu tunakula vizuri, tunavaa vizuri. Thamani haiongezeki hapo. Umekuja na kitabu cha Bila Maombi Mengi. Naomba ufungue kwenye kurasa, nimalizie hapo, kurasa wa 5. Kurasa wa 5 point namba 13. Kurasa wa 5 point namba 13. Yesu asifiwe. Wewe kwa maana ibada, kwa ugumu wote, kwa changamoto yoyote, ibada ichukulie ni ya thamani sana, kwa sababu ndimo kuna majibu ya maisha yako. Endelea soma kwenye kurasa wa 5 pointi namba 13. Kitabu Bila Maombi Mengi utahangaika sana duniani. Ndio. Sababu yoyote itakayokufanya usiwe na maombi mengi ndio machinjio yako. Ndio machinjio yako. Ukurasa wa 5 pointi namba 13. Ndio. Kwa vyovyote vile tambua kuwa mtu asiyekuwa na maombi mengi lazima atakuwa ni mchafu. Hatari
hatari sana kwako. Hatari sana kwako. Hata kama ni mchungaji au askofu au mamako au mama yako au baba yako au dada au kaka na kadhalika. Huyo iwe unajua au hujui. Ni wakala wa shetani. Ni mlango wa shetani. Na hata ni silaha ya shetani. Hivyo usimweke karibu. Usimfanye kuwa rafiki yako. Hata kama ana uwezo wa kifedha. Au wa kiakili. Kwani Saul usiodhani atakuwa mwiba kwako. Ila kama rafiki undugu wenu unakufanya umvute na kumfanya kuwa maombi mengi. Hapo umepata ndugu kweli. Yesu asifiwe. Yaani kama ni urafiki ukufanye umvute awe na maombi mengi, hapo utakuwa umepata ndugu. Lakini vinginevyo wewe jua utageuka kuwa mwiba kwako siku zote. Yaani wewe jua, mimi katika vitu ambavyo namshukuru Mungu sana. Ninamshukuru Mungu. Katika vitu ambavyo Mungu alinisaidia, sioni umana ya kwamba heshima ya mtu au heshima ya ndugu yangu, hata kama awe na uwezo, mimi sitokaa nimpigie simu kumomba chochote kama hana mlengo kama kwangu. Sifanyi biashara hiyo. Wewe jua, kama nimetindikiwa na uwezo wa kumtafuta labda mama hapo, nikamtafuta mzee pale, kwamba bana mimi nimetindikiwa katika eneo 1 2 3. Eneo 1 2 3 nimetindikiwa. Sio ndugu. Kwa sababu jua, ni rahisi sana kuidharau imani yako kwa sababu ya kitu kidogo. Yaani fedha inaweza isimfunue Mungu sana uliyembeba, kwa sababu umeenda kulia shida kwa ndugu yako asiyeamini chochote. Alafu anaweza kuambia, wewe unasema wewe unasali sana, unampenda Yesu. Hasa wewe Yesu wako sasa kusaidia sasa. My dear, ndugu wote, kama hauko kwenye mlango wa imani wa maombi, wewe jua ni rahisi sana mtu kukuangusha. Ni vyepesi sana kukuangusha. Ndio maana ninasema ni vema ukakubali kuwa ni mtu unayeipenda ibada katika maumivu ya aina yoyote, katika gharama yoyote, katika changamoto yoyote. Ione ibada ni thamani kubwa kuliko kitu kingine chote. Lakini ibada haiwezi kufunua ukubwa wa fedha tunazozitafuta. Haimo. Yaani ibada haifunui ukubwa wa hela. Ndio maana tajana niliwaambia hapa kanisani, nikasema kanisani si mahali pa kwenda kutafuta hela kwamba tunamwomba Mungu atuongezee tupate vitu. Amna. Ndio maana kwenye kitabu cha Mathayo 6:35 anasema kwa utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Maana yake ufalme wa Mungu ni kuhangaikia. Yaani unaposikia tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, maana yake liko unahitaji kulihangaikia lipitalo thamani ya vitu hivi unavyovitazama. Yaani hilo ndio unataka kulihangaikia, iwe usiku iwe mchana. Mahali popote hangaika na jambo hilo linaloweza kuleta matokeo na jawabu la maisha yako. Kwa sababu hata kama ukuwa na fedha nyingi, ila kuna mahali tulianguka maeneo mengi sana. Yaani fedha tulipata tu hela kula ile 500, 20,000, 10,000. Ila tulianguka katika maeneo mengi. Sasa kama hatujathamini aliyetusaidia au kilichotusaidia ambacho ni ibada, tukaona ni cha maana, tukakibeba kwa uzito, jua kuanguka tena ni vyepesi sana. Kuanguka ni rahisi sana. Kuanguka ni kitu chepesi. Tambua, tujue maana ya ibada ni nini. Ibadani hatukuji kuomba Mungu atusaidie kupata hela. Ibadani tunakuja kutafuta Mungu atusaidie
kufikiri sawa sawa, kutenda sawa sawa, kuwaza sawa sawa. Lile usilopenda kutendea usimtendee mtu mwingine. Familia ziwe na amani, lazima uthamini kinachotuliza familia ni nini. Lakini vinginevyo maisha yale unakuta tu anaenda. Ndio maana nikasema kwamba kuna watu wanasali wengi na leo wako kanisani, lakini maisha yao ni ya ovyo sana. Maisha yao ni ya ovyo. Pumziko pekee, wakitoka ibadani hawaoni maana ya ibada ni nini. Wakitoka ibadani thamani kubwa imebaki kule. Huku wanaishi wanavyotaka, wanafanya wanavyotaka, wanawaza wanavyotaka, kwa sababu ibada hazina uzito. Kwa hiyo inakupasa tuibebe ibada kwa uzito. Tujue kwamba thamani pekee tunayoona kwenye ibada ni thamani ipitayo vitu vya dunia. Ndio maana Paulo hakuona fahari. Alikubali kupoteza kila kitu. Kupoteza ndugu na jamaa, kupoteza ajira kwa ajili ya uzuri wa Kristo. Akaona ambatane naye, kwa sababu amepata jawabu lipitalo majawabu yote. Amepata vitu vya thamani vipitavyo thamani yote. Ndio maana hangaika kutafuta kitu chenye thamani. Tuhangaike kutafuta kitu chenye thamani. Bila ya hivyo itakuwa ni kawaida. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Mimi nashukuru Mungu hata kwa ajili yenu pia.